Tuelekee sasa ukanda wa Pwani ambapo viongozi wa jamii ya Mijikenda wameandaa mkutano unaotarajiwa kuwaleta pamoja zaidi ya watu 5,000 wa jamii hiyo katika juhudi za kuimarisha utangamano na umoja wa kabila zote 9 za jamii hiyo. Wakizungumza wakati wa ziara yao eneo la Kaloleni Vishakani, kaunti ya Kilifi, viongozi wa jamii hiyo wamesisitiza umuhimu wa kuhifadhi tamaduni za Mijikenda, huku wakilitaja eneo hilo kuwa na umuhimu mkubwa wa kihistoria kwa jamii ya Mijikenda, ikiwa ni pamoja na eneo alilozikwa kiongozi wao Gideon Ngala. Tuna mipango mizuri kwa niaba ya watu wetu wote wa Mijikenda, Pwani kwa jumla na Kenya yote, ili tuone kwamba tunafanya ajenda zetu za pamoja kama Mijikenda kuendeleza maisha ya sisi na watu wetu. Kwa hivyo tuko katika harakati hivi sasa kufanya mashauri na mipango ili tuwe na shughuli ambayo kilele chake kitakuwa ni hiyo siku ambayo tutakuwa anzisha rasmi umoja wa Mijikenda. Na hili sio jambo la siasa, lakini ni kuwekana tu pamoja. Kuja hapa kwa sababu ya lengo kuja kufufua jina la mzee Gideon Ngala, kwa sababu vile alivyokuwa akishikanisha watu hapa nyumba hii na kama Mijikenda pamoja. Na kitu ambacho tunataka tushirikiane ni kwamba sisi wa Mijikenda, kulingana na vile mzee alikuwa akishikanisha hili boma na vile alivyokuwa akishikanisha watu wote wa hapa Pwani, tunataka tuliendeleze hilo jambo liwe kama si la siasa. Hili ni jambo la Mijikenda wote washikane, wainue hii Pwani. Kuhusu Mijikenda, alipoondoka marehemu Gideon Ngala wa Vizo, hiyo mambo ilisaulika. Ilisaulika kwa sababu maono yalikuwa hayako, lakini Mungu ameleta neema maono yale yaje ili warudishe Mijikenda. Kuna uiranyayo za marehemu Gideon Ngala ili umwenga wa Pwani ukasimame imara wa Mijikenda pamoja na makabila mengine wajue kiongozi wa kwanza hapa ambaye alikuwa ni rais wa Pwani ilikuwa ni marehemu Gideon Ngala.